Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na Wizara ya Elimu wameweza kununua vifaa mbalimbali ambavyo walielekezwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kuvinunua kwa ajili ya maabara zetu za takriban shule kadhaa ambazo nitazitaja hapo baadaye. Na jumla ya shule zote, shule ambazo zinapata vifaa hivi, shule ambazo zinapata vifaa hivi ni shule takriban 8 za mkoa wetu wa Mbeya, ambapo napenda nichukue fursa hii kwanza niwashukuru, lakini pia mkoa wetu umepokea jumla ya seti za vifaa 1536 kwa ajili ya shule 8 za mkoa wa Mbeya kwenye masomo ya kemia, yani fizikia, biolojia, ili kuweza kutoa elimu bora kabisa katika shule zetu zilizoko ndani ya mkoa wa Mbeya. Tukio hili linaonyesha kwamba dhamira ya serikali yetu chini ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa wanafunzi wake wa ndani ya mkoa wetu wa Mbeya kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye masomo yao. Na kama mnavyofahamu, mkoa wetu kwa kweli kwenye elimu kwa kweli tumepiga hatua kubwa, na hii Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameongeza na amechagiza namna ya kuongeza hivi vifaa ili kuweza kuongeza ufanisi zaidi wa ufaulu katika masomo yetu ya hasa masomo ya sayansi. Lakini pia niseme tu kwamba baadhi ya shule zetu za sekondari mpya zilizojengwa mwaka 2022 mpaka mwaka 2024 zimekabiliwa na changamoto ya ukosefu wa vifaa muhimu vya maabara katika kuweza kuongeza ufanisi wa ufundishaji na kujifunza kwa ujumla wake katika mkoa wetu wa Mbeya. Lakini leo hii tunapokabidhi vifaa hivi ni ishara ya mabadiliko makubwa na ya kupigia mfano kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na Wizara ya Kilimo, Wizara ya Ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na Ofisi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi na Sayansi na Teknolojia, ambapo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa vifaa hivi katika shule hizi 8 ambazo kwa namna moja au nyingine nichukue nafasi hii niwaombe sana walimu ambao mnakabidhiwa vifaa hivi leo tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2025, muhakikishe kwamba vifaa hivi mnaenda kuvitunza. Mheshimiwa Rais kupitia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi amekuwa akipambana sana kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata vifaa hivi kwa ajili ya kuweza kujifunzia na kujifunza kwa ujumla wake. Lakini pia niseme tu kwamba mwaka huu, mwaka 2025 na mwaka 2023-24 na 25-26 tumefanya vizuri sana kwenye masomo yetu, na 24-25 na 23-24 tumefanya vizuri sana kwenye masomo, hasa shule za msingi na sekondari. Kwa maana ukiangalia kwenye shule za msingi ni kwamba mkoa wetu wa Mbeya kwa kweli tumekuwa na ufaulu wa zaidi ya 92. Kwa kweli ni mafanikio makubwa na tujipigie makofi mengi sana. Lakini pia sio hivyo tu, kwenye upande wa sekondari tumeona ambavyo huwezi kuuliza division 1 ndani ya mkoa wa Mbeya. Yaani huko utauliza labda 0 ndio utasema kwamba 0 ziko wapi. Lakini division 1 na division 2 na division 3 zimekuwa nyingi sana kwenye matokeo ya kidato cha 4. Na hata ufaulu wetu tumetoka kwenye asilimia takriban 89 mpaka kufika asilimia 95 mkoa mzima wa Mbeya. Na sidhani kama kuna mkoa umetufikia kwenye asilimia hizo. Kwa hiyo tujipigie makofi mengi sana. Kwa hiyo kwenye jambo kama hilo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameona aweze kuchagiza kwa kuleta vifaa hivi kupitia Wizara ya Ofisi ya Rais TAMISEMI na pamoja na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi. Kwa hiyo niseme tu kwamba ziko shule ambazo zitakazonufaika na vifaa hivi, na Mheshimiwa Rais ametupa taarifa kwamba ataendelea kutuletea vifaa kwa sababu sisi katika mkoa wa Mbeya elimu ni kipaumbele chetu kimojawapo. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ambapo hapa leo tutakabidhi vifaa hivi katika shule ya Mbeya kutoka kata ya Busale katika shule ya Mbeya Girls, tutapigia makofi mengi sana. Lakini ukienda halmashauri ya wilaya ya Busokero, shule ya Ntaba, kata ya Ntaba katika shule ya Kingili nayo inapata vifaa hivi, makofi mengi sana. Ukienda katika halmashauri ya Chunya, pale tunakutana na kata ya Rualaji ambapo wanapata shule ya Rualaji sekondari wanapata vifaa hivi, makofi mengi sana. Lakini ukienda Mbarali katika kata ya Chimala tuna shule ya Chief Merere, shule ya kisasa kabisa ambayo ukiitafuta kwenye nchi ya Tanzania kwa kweli ni changamoto kuipata, lakini ipo Mbeya
naye inapata vifaa hivi. Makofi mengi sana. Lakini katika shule nyingine katika hapa jijini Mbeya, ambapo kuna shule katika kata ya Itende, shule ya Dr. Tulia Ackson, naye imepata vifaa hivi vya kisasa kabisa. Makofi mengi sana. Lakini pia Iziwa hapa jijini Mbeya wamepata katika shule ya sekondari ya Iziwa. Makofi mengi sana. Mbeya DC nao wamepata vifaa hivi katika shule ya, ukienda katika kata ya Mjele, shule ya sekondari ya Mjele. Na la Rungwe katika kata ya Msasani, nao pale wamepata Msasani 1 Secondary School wamepata vifaa hivi. Makofi mengi sana kwao. Lakini waambieni tu kwamba tuna shule nzuri kabisa ya Mbeya Girls, imejengwa zaidi ya bilioni 3 mpaka bilioni 4. Shule hiyo nayo inaendelea kufanya vizuri katika mkoa wetu wa Mbeya. Na niwahakikishieni tu kwamba Mbeya tutaendelea kuwa vinara kwenye matokeo ya kidato cha 4 na kuendelea, na hata kidato cha 6 na hata darasa la 7 napo wametushinda mkoa mmoja tu ndio wametushinda, lakini naamini tumeshawasha taa ya kijani kwamba tunaelekea kule waliko wao.